Uislamu ndio ulioleta namna gani ya kufanya uchumi. Na ndio maana katika zile nguzo 5 za Kiislamu, moja ni nguzo ya uchumi, ndio chanzo na ndio msingi. Katika arkanul Islam kuna nguzo inaitwa zaka. Tunaijua sote. Haziwezi zikatimia nguzo za Kiislamu kama utaitoa zaka. Zaka imo na kwa sababu ya umuhimu wake kiuchumi katika Uislamu imekuwa ni nguzo ya 3. Baada ya shahada 2 kisha kuna kuja kusali swala 5, kisha inakuja zaka. Hakikuja kitu kingine. Kisha inakuja zaka. Kisha inakuja saumu. Ya mwisho ndio kuhiji. Hii saumu kile unavyoiona na hija kile unavyoiona unaweza kuziona kubwa sana, lakini zimewekwa mwisho kiumuhimu, ikatangulizwa zaka baada ya shahada 2 na sala, ili kuonesha umuhimu wa zaka ambao ndio chimbuko la masala yote ya uchumi katika Uislamu. Mambo ya sadaka, mambo ya kujitolea, mambo ya wakfu, yote hayo yanakusanywa na sifuri ya zaka ndani ya mzunguko wa zaka, kuonesha kwamba uchumi katika Uislamu ni jambo lililo mbele sana. Takiwa watu wafanye kazi, wasikae bila kufanya kazi ili wawe na uchumi mzuri. Hayo ni mambo ambayo takiwa Waislamu yafanye, sio hivi hivi. Mtume sallallahu alayhi aliulizwa, ayu kasbi rajuli atyab, ni chumo gani zuri la mtu? Aulizwa Mtume hivyo, ayu kasbi rajuli atyab, ni chumo gani la mtu lililo bora ambalo ni safi sana, zuri sana hilo? Akasema, amalu rajuli biyade wa kullu bay'in mabrur, ni kazi ya mtu inayotokana na mkono wake mwenyewe, na kila biashara isiyokuwa na hadaa. Hiyo ndio kazi ambayo na ndio chumo ambalo anatakiwa mtu awe nalo. Amalu rajuli biyadi, natakiwa watu wafanye kazi, watoe jasho. Hii biyadihi maana yake watumie nguvu zao katika kuchuma, wawe na mashamba. Katika wale wenye taaluma za kilimo, fanye mambo ya ziraa, fanye mambo ya kilimo, walime kweli kweli, kupatikane uchumi. Kwa sababu gani? Kuna nguzo ya 3 inatakiwa kutekelezwa, hiyo inaitwa zaka. Huwezi kuitekeleza kama huna uchumi. Wewe lazima Uislamu waingie katika uchumi kwa maana hiyo. Haiwezi kuanguza Afrika katu hivi hivi imejipunzikia, haitekelezeki. Inatakiwa maana yake pale ni mahimizo. Kule kuwepo kwa ile nguzo ya 3 pale ni mahimizo ya Waislamu wafanye kazi, wafanye uchumi, ipatikane kiasi, kiwango, wafikie kiwango cha kuweza kutoa zaka. Kisha ile zaka itolewe, kisha zaka iweze kutengeneza uchumi katika Uislamu, kuwasaidia maskini, kuwasaidia mafukara, wale waharibikiwa, watu wenye kuingia sasa katika Uislamu, watu kupigana jihadi katika Uislamu. Kupigana jihadi sasa hivi hakuna jihadi ya mapanga. Jihadi ilionayo ni kujenga misikiti, kujenga madarisi, kujenga mahospitali, kufanya mambo ya maendeleo. Hawezi kupatikana mpaka kuwe na fungu kama hilo, na hilo nalo haliwezi kupatikana mpaka wale Waislamu wafanye kazi, wajihimize wenyewe, waambiane, wafasiri vizuri Qur'ani. Qur'ani itakufasiriwa vizuri, sio kufasiriwa kibaba baba. Watu wafasiri kibaba baba wanashindwa kuelewa. Nataka uingie bidiqa katika tafsiri, unatabahari katika tafsiri ili uelewe tafsiri. Hapa tuambiwa nini, kuna ishara gani inayohusiana na masala huwa alladhi ja'ala al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Wa ilayhi an-nushur. Tunahimizwa kufanya kazi, kutembea huko na huko, kuhangaika katika kila sehemu, kila mahali popote unapoona pana riziki unaweza kupata, unaambiwa nenda. Unaona bwana? Kwa sababu kila kitu ardhi ni ardhi ya Mungu, wala ardhu ardhullah wala ibadu ibadullah, fa haythuma asabta khairan fa aqim. Tumenasema ardhi ni ardhi ya Mungu bwana, na hawaja waonao hawa ni waja wa Mungu. Popote wewe utakapopata khairi kwa mpana kufaa, mambo yako yanakwenda, yawe ya kibiashara, yawe ya makulima, yawe Mtume anasema fanya ukazi, fa aqim, fanya ukazi, kaa hapo mahala utafute chumo. 19 rizqan min at-tijara
wal harf. Mafungu 19 ya riziki yanatokana na biashara na ukulima. Biashara na tumepita katika soko punde tu hivi. Pale ni biashara tupu pale. Watu wajihangaisha, watu wanalia, wanazungumza maneno yanakuingia mpaka unataka na wewe machozi ya kutoke. Jinsi walivyokosa biashara pale. Hayo ni mambo ya Waislamu. Tumeambiwa Waislamu lazima tufanye uchumi. Muislamu sio kukaa tu kudusa. Unaelewa kudusa si? Kudusa maana yake wewe kazi ya kuvizia chakula cha mtu. Wewe hujafanya kazi ya kujipunzikia toka asubuhi unacheza bao, unafanya mambo ya ovyo. Na nusa mbaya saa hizi atakuwa katoka msikitini saa hizi. Na kwa vyovyote itakukula chakula kwake. Wanatia asalamu alaykum. Wanaingia pale mahala unakula. Huko kunaitwa kudusa bwana, hakutokani na mkono wako. Uislamu upiga vita kudusa. Nataka mtu afanye kazi kwa mkono wake. Hayo ndio mambo tumeambiwa katika Uislamu.